moja. Na nyie ni watu wa nyumbani, na nyie ni watu wazuri sana. Hatuwezi kusubiri wakina viongozi wa kitaifa wafike hapa ndo mjue ukweli, kwa sababu Arusha ndo tunachezesha shere ya nchi hii katika mambo ya siasa. Kwa hiyo nikamwomba mwenyekiti tuitishe mkutano, na tutafanya mikutano kata 15. Jombi, ukitaka tuje kwako, vivi Mtiania, na wewe unataka tuje kwako, tutafanya mikutano mfululizo mpaka karibu na Pasaka pale kila siku, na tutafanya kikao na madiwani wanaotaka udiwani au watiania udiwani. Waheshimiwa wabunge wote nchi nzima wameitwa Dar es Salaam siku za hivi karibuni kwenda kuambiwa nini maana ya no reforms no election. No reforms no election maana yake ni kwamba kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, sio kwamba tutasusa uchaguzi. Jibu ni kwamba hawatafanya uchaguzi. Sio kwamba mimi nitakwenda kukaa nyumbani siku hiyo wanaotarajia kufanya uchaguzi, mimi nitakuwa mbele, nyie mtakuwa mbele, hakuna mtu atapiga kura. Ndio maana no reforms no election. Sasa na naomba nisisitize hawa, nyie polisi, wapelekeni wakubwa zenu waliowatuma, pelekeni kwa Samia, kwa msajili wa vyama, kwa IGP na mkurugenzi wa usalama wa taifa. No reforms no election. Hatuendi kukuna nazi, hamtafanya uchaguzi. Sijui manelewa Arusha, sijui manelewa Arusha, kwa sababu kuna watu wanawadanganya, wanawaambia Chadema mtasusa. Chadema hatutasusa. Tunaunganisha wananchi kutafuta haki ya uchaguzi. Mliona uchaguzi wa 2019 haukuwa uchaguzi, ulikuwa ni uuni ule. Mmeona uchaguzi wa mwaka 2020 haukuwa uchaguzi, ulikuwa ni uhuni. Mmeona juzi 2024 mmeandikisha mpaka maiti kwa daftari la mtaa. Sasa nyie mnasema twendeni hivyo hivyo. Hatuendi hivyo hivyo. Lazima tuwalazimishe wauni kubadilika kutoka kwa wauni waje kwenye wokovu. Mmeambiwa hapa na mwenyekiti, kanuni ya sasa ya uchaguzi inasema na sheria, kile wakala wako akishaapa kuwa wakala, ile fomu ya kiapo, naomba mtu mmoja apande hapa. Panda hapa mara moja. Panda mwenyekiti wa vijana. Panda. Katika uchaguzi kuna mtu anaitwa wakala. Si mnajua? Huyu wakala anakaa kwenye kituo cha kupigia kura kulinda maslahi ya mbunge, diwani pamoja na rais. Kanuni ya sasa na sheria ya sasa, ili huyu wakala aweze kukaa kwenye kituo cha kupigia kura, huyu wakala anatakiwa ale kiapo kwa mkurugenzi ama hakimu. Sasa kanuni na sheria ya sasa inasema huyu akishakula kiapo, mkurugenzi ambaye ni mteule wa rais, sikiliza kwa makini Arusha, mkurugenzi, hiyo spika moja geuzie huku, wale wakule waje ndani, kama wasikii wakomae huko kwa wasisikii, geuzie huko kidogo, napata kishida kidogo. Ndugu zangu, huyu wakala, sheria sasa inasema hivi, mkurugenzi ambaye ni mteule wa rais, nani wote mnafahamu mkurugenzi analipwa pesa na nani? Mkurugenzi anateuliwa na nani? Anateuliwa na nani? Sasa huyu mkurugenzi, njoo mtu mmoja hapa, hii inatakiwa mifano, njoo mara moja hapa. Huyu ni mkurugenzi, mimi ni rais, nimemteua huyu kuja jiji la Arusha mjini. Mmeelewa? Huyu anamwapisha huyu kuwa wakala wangu, alafu sheria inasema huyu hapa ndio atakayeamua kupeleka fomu
za kiapo kwenye vituo. Kinachofanyika ni kwamba huyu asipopeleka fomu za viapo kwenye vituo, huyu hawezi kusimama kulinda kura yangu. Huo ni uchaguzi. Sisi tunasema huyu ambaye ni wakala wangu, mimi nikishamsema ni wakala wangu, nikampa barua kwamba ni wakala wangu, nimwapishe mimi au wakala wangu mimi, au sihusiane na matokeo yako wewe, kwa sababu wewe huyu hakuhusu. Sasa nini kinatokea? Arusha kutakuwa na mawakala 1000. Kituo kimoja kinawapiga kura 450 mpaka 500. Huyu mkurugenzi asipopeleka fomu ya kituoni, huyu asubuhi tunamwambia kituo chako kilichopangiwa ni shule ya msingi Sombetini A. Anakwenda shule ya msingi Sombetini, yule msimamizi msaidizi anamwambia karatasi yako ya kiapo haijaletwa na mkurugenzi, subiri pale nje, afande mtoe huyo. Wakati anaambiwa afande mtoe huyo, kura zinaingizwa. Jamani, tunaelewana Arusha? Tunaelewana vizuri Arusha? Sasa sikiliza. Mkurugenzi usiondoke. Unaweza kuja kuwa mkurugenzi tukichukua nchi. Tulia. People, naomba mnielewe. Sheria vile vile inasema, sheria kwamba siku ya matokeo mmeshapiga kura, huyu wakala amepata matokeo, kanuni inasema yule msimamizi msaidizi wa uchaguzi ambaye ni mtendaji wa kata, ambaye anafanya kazi chini ya mkurugenzi, atakuwa na uwezo wa kuamua kumpa wakala fomu ya matokeo ama la, ama kuhamisha kituo cha kupigia kura kwenda mahali ambako anaona itafaa. Sijui kama mnaelewa Arusha. Nataka niongee kwa lugha ya kawaida sana ili kila mtu hapa anielewe. Manake ni kwamba huyu wakala wetu kasimama kwenye kituo lema 700 pesi hawa. Unasikiaga tena wataja kazi, wamebaki na kazi moja, kuchoma nyama, kuuza bia barabarani, kuchoma nyama barabarani. Na nyie mlivyokuwa wajabu mmeenda kula nyama za bure. Arusha mmekuaje nyie? Kila siku anawaita nyama na nyie mmekuaje nyie? Hii tauni yangu kweli? Zamani Arusha mlikuwa na ngwani malia sasa. Sasa huyu ni wakala kituo kata Sombetini. Tayari matokeo yamepatikana, fomu zote kwa yamkini zimeshajulikana. Huyu ameshinda udiwani, Yule mtendaji wa kata ambaye ni msimamizi msaidizi ambaye yuko chini ya mkurugenzi, ambaye mkurugenzi yuko chini ya rais, anapokea maelekezo kutoka kwa rais, na mkurugenzi bosi wake ni mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, na mkurugenzi anafanya kazi chini ya kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, ambaye mkuu wa wilaya ni bosi wake, na huyo mkuu wa wilaya ambaye ni bosi wake anaongoza hao mapolisi na OCD, ndio anawapa maelekezo. Huyu amepewa mamlaka, anaweza asiesa. Kanuni nasema ataangalia mahali sahihi penye usalama, hatakapoona inafaa anaweza akachukua box la kura akaenda kwa demu wake. Sijui kama mnanielewa na viongozi wangu mnanielewa. Maana yake ni kwamba hakuna uchaguzi. Hakuna nini? Hakuna uchaguzi. Sasa kama hakuna uchaguzi tunafanya nini? Hatuwezi kuwa na taifa ambalo uchaguzi unaamliwa kwa bunduki, unaamliwa kwa mabavu. Sasa kwa sababu tukishiriki uchaguzi hatushindi, tunaibiwa. Hata tusiposhiriki hatutashinda, kwa sababu tukishiriki hatutashinda. Ni bora tuseme hivi, sio hatutashiriki uchaguzi. Nyie CCM wezi hamtafanya uchaguzi kama kanuni hizi hazibadilishwi. Sasa sheria tunazosema zibadilishwe ni nini? Tunawaambia hivi, tunataka
mkurugenzi wa tume ya uchaguzi wa taifa asiteuliwe na rais, kwa sababu rais ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Yaani iko hivi, ni sawasawa mimi Godbless Lema ninaingia kwenye uchaguzi na huyu, alafu namchagua mke wangu kuwa msimamizi wa uchaguzi. Sijui mnanielewa? Nataka muelewe ili mkiongea vijiweni na sehemu mbalimbali mjue nini maana ya no reforms no election. Kuna wengine mnafikiri tunasusia. Hatususi uchaguzi, tunalazimisha haki katika uchaguzi. Ndio maana no reforms no election. Hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Sio hakuna mabadiliko tunasusa, hatususi, tutawazuia. Sasa mheshimiwa, msipoingia nyie, vyama vingine vitaingia. Sisi ndo miamba ya siasa nchi hii. Hivyo vyama vingine vikiingia, na vyenyewe tunaviona kama CCM. Sijui kama Arusha tunaelewana. Arusha sijui mmenielewa. Lakini mkurugenzi mkuu wa tume ambaye sasa anasubiri matokeo nchi nzima, matokeo yao nchi nzima yanatoka kwa wakurugenzi ambao wote wameteuliwa na rais, alafu wote wanafanya kazi chini ya mkuu wa mkoa. Ndio tunasubiri matokeo yaje, alafu yule aliyeteuliwa na rais, yani mke wangu mimi leo tunaingia na uchaguzi, au mimi nakuibia wewe gari, alafu namchukua mke wangu uende naye mahakamani, mke wangu aniite mimi mwizi. Utakuwa pimbi wewe. Sasa huyu mkurugenzi wa uchaguzi juu ni uteuzi wa nani? Wa rais. Wakurugenzi wote wa sheria tume ni wateuzi wa nani? Wa rais. Mkurugenzi wa halmashauri zote nchi nzima ni wateule wa nani? Wa rais. Mkuu wa wilaya anayesimamia, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama wa wilaya, ni mteule wa nani? Wa rais. Na vile vile mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa, ambaye ndo rais, ndio mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na ndo yeye amemteua mkurugenzi wa kumfanya ashindwe uchaguzi. Inawezekana? Mnatuelewa pointi yetu? Sasa ni hivi. Tulia msala wangu, tulia. Tafadhali mambo taratibu. Iko hivi. Na CCM mwelewe, hii kazi ya no reforms no election tumeijadili kwenye vikao vilivyopita mwaka jana. Tumeijadili Bagamoyo. Sikiliza, commitment yetu ni kufa ama kufungwa kwa ajili ya kupata uhuru katika nchi hii. Commitment yetu. Kama nyie mnajipanga mtaua kutupia polisi, sisi tumejipanga kuzikwa na wananchi. Tutaongoza mapambano, na mapambano yenyewe sio fujo. Tunawaambia hivi, tunataka tume huru ya uchaguzi. Ifanye nini? Sio ibe kura. Kuwe na tume huru ya uchaguzi. Kura zipigwe kwa uhuru, watu hesabu kura kwa uhuru, matokeo yabandikwe kwa uhuru. Ukishinda, mimi nikukumbatie, nikwambie bana, hongera, nilikuwa na hoja zangu hizi, nenda nazo bungeni. Hawataki. Sasa kama tuna akili, tunashindwaje na wezi? Tunashinda nao. Ni waoga. Nakwambia ni waoga. Hakunaga mwizi jasiri. Sisi ndio wapumbavu. Hakunaga mwizi jasiri. Ndio maana mwizi akija kuiba kwako, shukeni makamanda, jogoo hakawika, mwizi anaruka ukuta. Ndio maana juzi huyu nani, msemaji ovyo nani, Makala huyu. Na ukitaka kujua ni waoga, tumezindua tone, nitaeleza baadaye. Siku ya uzinduzi wakafunga ile namba isipokee pesa. Tukaleta uzinduzi tena, tunaambiwa siku ile ingeingia karibu milioni 400. Wakazuia. Mimi nikaongea na watu wa Vodacom. Na juzi nimeongea na mkurugenzi mkuu wa Vodacom. Nimemwambia nahitaji kikao na ofisi kwao. Akaniambia kuna watu watanirudia, tupange kikao. Sijaona simu. Mimi nitatoa maelekezo kwa washikaji zangu na viongozi wa chama chetu London na Marekani, waende London wakafanye maandamano Vodafone UK. Ndio mtakuwa na akili nyinyi. Mtakuwa na akili nyinyi.
wanafunga. Huyu naye akaenda mbali, akasema Tone Tone inatafuta fedha kununua virusi vya Ebola na Mpox. Mimi nikaicheki ile picha, nikampigia kiongozi mmoja wa CCM, nikasema huyu makala anakula unga? Ebola, virusi vya Ebola vinanunuliwa wapi? Mpox inanunuliwa wapi? Wamechanganyikiwa kwa sababu wanafahamu hii Tone Tone mkiitika vizuri nyie, chama hiki hakitakuwa na shida ya pesa. Tukipata watu 1,000,000 wakatoa shilingi 2,200 kila mwezi, ni shilingi bilioni 2 kila mwezi. Tukipata watu 1,000,000 wakatoa shilingi 5,500, mimi leo nimeshakata kwenye simu yangu pesa, mimi mchango wangu ni shilingi 200,000 kila mwezi. Maana yake kwa miaka 2 nimeweka mkataba, na hichi nitakachowaambia ni kwamba uhitaji kila mwezi kutoa. Nitawafundisha jambo hapa. Unaingia, unasaini mkataba na Chadema, ikifika mwisho wa mwezi umechangia 500, inakata kama songesha moja kwa moja. Tukipata watu 1,000,000 ni kwa 2,200 ni bilioni 2. Lissu ukimpa budget ya milioni 500 watembee mikoani, hawa jamaa wanahamia nchi, wanahama nchi hawa. Wanahama nchi. Uongo. Sasa wanazuia. Na mimi nawaambia CCM na Rais Samia, mkituzuia katika kila jambo jema, ubaya utaota bila taarifa. Hakuna kitu kibaya kama mtu anayetafuta haki kwa wema alafu unazuia haki. Huyu mtu atachoka. Pengine kizazi hiki kisichoke, lakini mnaandaa kizazi jeuri katika siku zinazokuja, na ndio sababu ya hofu walionayo. Sasa watu wa Arusha, hali ya nchi siwezi kuambia ni mbaya, mnajua. Nyie wote hapa mna hali mbaya. Wote hapa mmechoka. Na sikiliza, ninawaambia kila siku, kinachoweza kusaidia nchi hii. Hello, welcome back. JEB Village, what country are you watching from? Today we will show you Africans who eat fish with electricity. African life in the village. They cook good fish, but with electricity. Have you ever eaten it? It's really strange, but it's nice because they eat happily and they also feel the whole world is theirs. It's amazing that this African community uses the same culture of believing that food cooked by a beautiful black woman is tastier, and men like to marry black women because they grow hotter in the country. What are your cultures? After cooking, they must be called old people so that they can eat here. What you are looking at is a fish with electricity. Being cooked, these fish are found in a well in Tanzania, Africa. The African community prepares food together. They sit and eat. When they start to eat, they eat with love and solidarity. They like to eat fish and other things. Surprisingly, this community believes that black women are the most popular for men to visit cities with black women because they believe that these women are hotter. For example, if you look at this girl who cooks, she is a black girl. Because they like women like this, they believe that a girl like this, her food will be tastier because she cooks more calmly. And when she cooks with a beautiful smile. Many people like girls like this more. Men collect cows and visiting families with daughters who are getting married. The surprising thing is that these fish are famous for their sweetness, even though they are electric fish. These fish are found in Tanzania, mainland Africa. Very attractive. If you look at her, like this one who cooks, she is really beautiful. Africa is famous for having very beautiful women. Have you ever been to Africa? If you haven't been, tell us what country you are watching us from. Please count. Scrub channel. There's so many things today. In addition to having good food, the African environment is attractive because the climate is calmer, which causes African people to be beautiful.
and have softer skin than other continents. If you consider the African environment, it is an environment that encounters rain frequently, but also far from encountering a lot of rain to meet the sun with great calmness, the sun that does not hurt, because many deserts are not found in Africa, but are found in other continents. Look at the many attractions found in this video. These are pots that are found only in Africa, but apart from being stuck in a pot, he uses it to move. It is a natural handle. He cuts a tree with 2 horns and holds the pot while moving maize grain that is very nutritious for men. But this grain is famous for children so that they can gain intelligence and women to find the strength to work. It should be remembered that in Africa, women do most of the housework and men go to find income to meet the family. Welcome to our channel to learn many things. We ask you to comment and let us know under we will see what nation will happen.